Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kundiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni kibano wamiliki wa nyumba hoteli. Mwigulu asema kuna kasi kubwa ya mlundikano wa upangaji, akemea lawama, apiga marufuku kushikilia bodaboda kukosa faini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ajira mpya uhamiaji bodaboda Uarabuni za tangazo. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali yarekebisha miundombinu uharibifu wa mvua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika haki za binadamu kama daraja, majadiliano na kupona baada ya uchaguzi. Habari katika ukurasa wa 7. Namba ya NIDA sasa kupatikana kwa ujumbe mfupi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Anayedaiwa kufanya uchochezi adakwa na polisi. Habari katika ukurasa wa 4. 6,000 wasiolipia viwanja Dodoma kunyang'anywa Januari. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Majanga ya moto yatikisa, jeshi la zimamoto lataja maeneo yaliyoongozwa kwa matukio ya moto na vyanzo vyake, yaeleza mkakati. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. 144 ni idadi ya vifo vilivyotokana na majanga ya moto kuanzia Januari hadi Disemba 2025. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika simulizi ya mateso madereva wa maroli mpaka wa Tunduma. Nukuu ya Lighton Mwachenge, dereva, inasema hata kama kuonewa imepitiliza, na njia hii karibu kampuni zote zinakuja hapa. Kuna bosi ana magari 50, unamweka kwenye msongamano siku 3, mwishowe yanakutana na yeye, anashindwa awalipe nini madereva. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3, na hii ni ripoti maalum. Afya ya akili ilivyotesa Tanzania mwaka 2025. Mwaka 2025 umeweka jeraha lisiloonekana lakini lenye maumivu makali la afya ya akili miongoni mwa Tanzania katika kipindi cha mwaka. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika wamiliki wa viwanja Dodoma mtegoni. Halmashauri ya jiji la Dodoma imewataka wamiliki wa viwanja 6560 vilivyoko maeneo ya Mtumba na Kikombo kulipia viwanja vyao ndani ya siku 21, ikisisitiza kuwa kushindwa kufanya hivyo kutasababisha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele. Mkataba wa uboreshaji reli ya Tazara kuleta neema ni ule ambao Tanzania na Zambia zimeingia na China. Serikali yaanika faida zake kiuchumi, ni matokeo ya makubaliano ya Rais Samia na Rais Xi Jinping. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. NIDA yaja kidijitali, yarahisisha utoaji wa vitambulisho. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali yafafanua mchango wa sekta ya bima katika kukuza uchumi. Habari katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika serikali iko macho kutatua changamoto za watumishi. Habari katika ukurasa wa 4. Mwinyi aongoza kikao Baraza la Mapinduzi. Habari katika ukurasa wa 3. Wapaza sauti wizi wa mita za maji, wasisitiza uwajibikaji. Habari katika ukurasa wa 2. Trump
asema makubaliano ya amani ya Ukraine yanakaribia, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti Majira limeandika ushirikiano wa kitabibu China na Zanzibar wazaa matunda, habari katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Nalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye katika ukurasa wake wa mbele limeandika uhaba wa maji mwiba, waziri mkuu azuru mto Ruvu, agiza hatua za dharura kuziokoa Dar na Pwani, Aweso aeleza mikakati ya wizara, habari katika ukurasa wa pili. Nukuu ya waziri Juma Aweso ikisema uzalishaji umepungua kutoka mita za ujazo 534,600 kwa siku hadi ujazo wa 2,70,000 kwa siku, sawa na upungufu wa mita za ujazo 2,64,600 kwa siku. Serikali imechukua hatua za dharura ikiwemo kufufua visima vilivyokuwa vikitumika katika eneo la huduma la Dawasa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Habari picha inaonyesha waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kushoto akimsikiliza waziri wa maji Juma Aweso kuhusu hali ya uzalishaji na usambazaji wa maji eneo la Ruvu Chini mkoani Pwani jana. Nipashe limeandika mrundikano vitambulisho vya NIDA kero wilayani, waziri ashtuka abaini wananchi wengi hawafahamu vitambulisho vyao vimefikia hatua gani ya uchakataji. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Nukuu ya waziri Simbachawene ikisema kupitia mfumo huo sasa ukisajiliwa utaambiwa kuwa namba yako umepata ndani ya siku 5, na kama haujapata ndani ya muda huo tangu ulipoomba, ukitumia mfumo huo ukiuliza utaambiwa kwamba hujapata kwa sababu fulani na uende wapi ili uangalie taarifa zako kama zimekaa sawa. Lakini pia gazeti hili limeandika wachimbaji madini waibua hujuma katika mgodi, habari katika ukurasa wa 5. Watiwa mbaroni tuhuma za kumuua mkulima akiwa ndani ya shamba lake. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 18. Wakazi waliamkena halmashauri ya mji wa Makambako mkoani hapa. Petro Mfugale mwenye umri wa miaka 35 na Benson Liambile mwenye umri wa miaka 35 wametiwa mbaroni kwa tuhuma za mauaji ya mkulima Alfred Mfugale mwenye umri wa miaka 61 kwa kumpiga na kitu kizito chenye ncha kali kichwani na kisogoni. Nipashe limeandika ACT Wazalendo yasusia uchaguzi Zanzibar, uamuzi wa ubunge Siha leo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 4. Mamilioni ya shilingi yapotea kwenye kituo cha mabasi, habari katika ukurasa wa 15. Trump tumepiga hatua mazungumzo ya kumaliza vita Russia na Ukraine, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Nalo gazeti Uhuru ukweli daima lenyewe katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele, Mwigulu ashusha presha upatikanaji wa maji safi, atoa maelekezo ya kuanza mara moja utekelezaji wa mradi wa maji wa mto Rufiji, asema serikali imetoa zaidi ya bilioni 100 za miradi ya maji na miundombinu mingine. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika kuvalia njoga migogoro ya ardhi, habari katika ukurasa wa 2. Matibabu ya moyo JKCI yavuta watu wa nchi 20, habari katika ukurasa wa 3. Fuoni kumchagua mbunge wao leo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Wananchi wa jimbo la Fuoni wilaya ya Magharibi B Unguja leo wanapiga kura katika uchaguzi mdogo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Tume yaundwa kuchunguza tuhuma za uzimaji wa X-ray, habari katika ukurasa wa 5. Ujenzi wa reli Tazara sasa waja kivingine, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima.
Nalo gazeti Mwanahabari lenyewe limeandika Dr. Mwigulu atoa maagizo maji, aitaka Wizara ya Maji kuweka kipaumbele ukamilishaji wa bwawa la Kidunda, akagua hali ya uzalishaji na usambazaji wa maji eneo la Ruvu Chini mkoani Pwani. Habari katika ukurasa wa pili. Waziri wa Fedha anyoshea kidole sekta ya bima, asema ina mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa taifa, hususan kulinda mali na shughuli za kiuchumi za wananchi na taasisi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Fursa za ajira madereva wa pikipiki Falme za Kiarabu, Tanzania yapewa kipaumbele. Habari katika ukurasa wa pili. Waziri Simbachawene azindua namba maalum NIDA. Habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari, gazeti bora. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Yanga sasa yatua hapa, forward mpya anza kazi. Habari katika ukurasa wa pili na ukurasa wa 13. Mo Dewji apewa file la Feitoto. Habari katika ukurasa wa pili. Asikilizwa kocha mpya kwa mua. Gazeti hili limeandika hisia zangu na Edo Kumwembe, hatumtendee haki Mbwana Samata, ni huzuni. Habari katika ukurasa wa 15. Burudani ifunga mwaka 2025. Habari katika ukurasa wa 17. Lakini pia gazeti hili limeandika kutoka Zanzibar, kesho Jumatano ni Mlandege dhidi ya URA, Singida dhidi ya Azam, mchezo unapigwa saa 2:15 usiku, wakati Mlandege saa 10:15. Wa kutazamwa AFCON 2025, Stars do or die, Maino kusepa Man United. Habari ni katika kurasa za ndani. Lakini pia gazeti Mwanaspoti limeandika AFCON leo Jumanne ni Uganda dhidi ya Nigeria, mchezo unapigwa saa 1 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Ndio gazeti ya Habari Leo lenyewe limeandika Taifa Stars kufa au kupona leo, Ouma kila mechi vita mpya mapinduzi. Ya habari katika kurasa za ndani. Mgosi ya tamba Yanga Princess imewarahisishia ubingwa. Habari katika kurasa za ndani. Bondia Joshua anusurika ajalini, wawili wafa. Habari katika ukurasa 23. Ratiba ya AFCON 2025 Jumanne ya Disemba 30 ni Tanzania dhidi ya Tunisia saa 1 kamili usiku, Uganda dhidi ya Nigeria saa 1 kamili usiku, Benin dhidi ya Senegal saa 4 kamili usiku, Botswana dhidi ya DRC saa 4 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenyewe limeandika ni kufa au kupona Stars leo AFCON, ni lazima ipate ushindi dhidi ya Tunisia ili kufuzu hatua ya 16 bora, huku ikiombea Nigeria kuitungua Uganda. Habari katika ukurasa wa 23. Yanga yaanza kushosha vyuma, Simba iko jima. Habari katika ukurasa wa 23. Semenyo ataka mustakabali wake utatuliwe Januari. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii. Na gazeti Nipashe linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari hapa Toka Zamani TV. Mimi ni Shehani Mzaina.